Unaumia kwa sababu hii moja. Kuna wakati umeingia kwenye mahusiano na unakujikuta unaumia. Kila mtu anaingia kwenye mahusiano yako anakuja kwa furaha, lakini baada ya muda si mrefu anakuumiza. Na unajiuliza ni kwa nini ninaumizwa kila wakati? Na kuumizwa kuna namna mbalimbali. Kuna ambao wanaumizwa kwa kusalitiwa, na kuna ambao wanaumizwa kwa kupotezewa muda wao bure. Mtu anakuwa na wewe lakini baada ya muda anaamua tu kujiengua. Lakini kuna ambao wanaumizwa kwa sababu tu wanaachwa hivyo hivyo. Yes, kuna sababu nyingi, kuna njia nyingi za kuumizwa, lakini katika yote ni kwamba mtu anakuacha na majeraha. Kwa nini unaumizwa mara nyingi? Nahitaji nikutie moyo ikiwa umeingia kwenye mahusiano na si ya kwanza wala si ya pili umeumizwa, aidha ni kusalitiwa ama ni vinginevyo, inawezekana mwingine ni fedha. Kwa hiyo twende kwenye sababu za kwa nini unaumizwa. Kwa hiyo watu wengi wanaingizwa kwenye mahusiano na wanaumizwa. Sababu ya kwanza ni kushindwa kuweka mipaka. Unapoingia kwenye mahusiano na ukashindwa kuweka mipaka, litakuumiza. Utaumia sana. Kwa sababu unaposhindwa kuweka mipaka, maana yake unaachia utawala kwa mtu mwingine wakati huo hujaingia kwenye ndoa. Unajiachilia, unajirusha. Alafu kumbuka hakuna binadamu anaweza kukubeba ikiwa hana wajibu wa kufanya hivyo. Kwa hiyo unapojiachilia ni kwamba umeamini binadamu na hujamwekea mipaka, umejiachilia kwake. Na binadamu ana tabia ya kutafuta kujua sio kijua, na kisha jua kila kitu ni rahisi sana kuachana na hicho kitu. Kwa hiyo lazima uwe na mipaka kwenye mahusiano. Uwe mtu ambaye ni sio strange 100%. Yaani usiwe mgeni kwa mtu unapoingia kwenye mahusiano. Usiwe mgeni kila wakati. Yaani ninachomaanisha usiwe msiri kila wakati, au usionekane kama wewe ni mtu usiyeeleweka, lakini bado uwe na uwezo wa kuachilia baadhi ya vitu kujulikana na baadhi ya vitu kutokujulikana. Ninamaanisha nini? Hata Mungu tunaingia naye kwenye mahusiano. Unajua kwa nini mahusiano ya Mungu yanaweza yakadumu milele zote? Ni kwa sababu Mungu hajulikani. Yaani unajua hiki, kesho utajua kile, kesho utajua hiki. Yaani yuko ni kama tabiriki fulani hivi. Ni kama tabiriki, na ndio inafanya mahusiano yetu sisi na Mungu yanakuwa mazuri. Lakini unapoingia kwenye mahusiano na mtu alafu then hautaingia hata kwenye covenant, utaingia kwenye agano naye ya kwamba huyu mtu nitaishi naye milele, alafu unajiachilia. Ushinda kuweka mipaka kuna kufanya unaumizwa, kwa sababu mtu mwingine anachukulia faida kuwa na wewe. Yaani ana take advantage ya ile nafasi uliyompatia bila kumwekea mipaka. Anakutumia vibaya kwa ajili ya faida zake, na kisha maliza anakutupa. Ukitafuna ile jojo ukaitafuna ukimaliza, utafanya nini? Utaitupa, kwa sababu hakuna kitu cha ziada. Inapochoka utaitupa tu, lakini hutaitema ikiwa bado. Alafu sababu nyingine ni kusema kila kitu. Yaani unaongea kila kitu kinachohusu maisha yako. Kila kitu. Ni kweli kuna vitu vya kuzungumza, kuna vitu vya kutokuzungumza. Viwe na step. Yaani lazima tuweze kufika hatua ambako tunajicontrol maisha yetu, ulimi wetu. Ulimi unaweza kufanya ukapoteza, ukaumizwa. Lazima uweze kuwa na nafasi ya kuwa mysterious, lakini sio, yani sitaki kutumia neno. Yaani lazima ufike hatua ambako hata kwenye maneno yako unajua ya kuongea. Nasema mdomo uliponza kichwa. Kwa hiyo lazima ujue namna ya kuzungumza ili iweze kusaidia kwamba okay, piga hatua hii unapoingia kwenye mahusiano. Hiki kitakwenda, hiki hakitakwenda. Hiki kitarudi, hiki hakitarudi. Kwa hiyo unapochukua hizo hatua zinakusaidia kuweka mipaka kwenye mahusiano yako, kwenye issue ya kuzungumza kila kitu. Lakini kitu kingine kinachokufanya unaumizwa kwenye mahusiano ni kutokujifunza kwenye mahusiano ya kwanza yaliyovunjika. Kutokujifunza na kuwa na haraka kuingia kwenye mahusiano mapya ni sababu ambayo inaumiza watu wengi. Yaani anataka kuponya kidonda chake kwa kutumia
mahusiano ya kwanza. Yaani anataka kuponya kidonda chake kwa kutumia mahusiano mapya, si ndio? Yaani kwamba okay, nimeumizwa hivi, nitaishije? Anaponya kwa kuingia mahusiano mapya bila kujifunza, hivi ni kwa nini yule mtu ameniacha? Hivi ni kwa nini yule mtu amenisaliti? Hivi kwa nini amenitelekeza? Hivi ni kwa nini? Amejua nini kilichomfanya aondoke? Ni wapi nilipokosea? Then ukajikosoa wewe mwenyewe, kwa sababu mtu anapokuacha usiharakishe sana kuangalia udhaifu wa yeye aliyekuacha, kwa sababu unakiacha kitu kisichokuwa na thamani. Maana yake mtu anaacha kuona thamani, unakiacha kitu usichokiona thamani. Kwa hiyo ni wapi ambako thamani yako imeshuka kupitia yule mtu? Ni wapi ambako ameona huna thamani kuweza kuendelea naye? Hata kama ni ujinga wa kichwa chake, lakini ujue ni wapi ambako binafsi umechangia. Kama hujachangia, basi it's okay, unaweza kuanzisha mahusiano mapya, kwa sababu kuna watu, in fact kuna watu wengine ambao yani yuko hivyo, yeye ameingia kwa maslahi yake na yametimia, ameondoka. Kwa hata hivyo ujue kwamba alikuwa na maslahi gani ambayo hayo baada ya kuyapata yameondoka, au kuna kitu alikitaka amekikosa kaondoka. Kama kilikuwa ni kitu chema hukuwa nacho, si ndio? Ndio maana kuna kuhitaji kufanya tafakari, kujua ni kitu gani ambacho alikihitaji lakini sikuwa nacho, ili mwisho wa siku ujue namna gani ya kuhendo kwa mtu mwingine anayekuja. Kwa hiyo watu wengi wanaumizwa kwa sababu hawakufanya utafiti wa kutosha pale ambako mahusiano ya kwanza yanavunjika. Ni vema kuwa na muda wa kufanya utafiti. Hata kama ndoa umepata talaka kwa mazingira ambayo unaweza kuwa legit yanafaa, si ndio? Sababu talaka kitu kibaya. Lakini basi kuna mazingira inaweza ikatokea, si ndio? Usiwe na haraka. Lakini hapa nazungumza na vijana, kwa sababu hao ndio wanakushikana leo kuachana kesho, kushikana leo kuachana kesho. Sasa tuna vijana, unafanyaje unapokuwa umeumizwa kwenye mahusiano? Usiwe na haraka. Lakini bado usiweke ile sitarudia. Hapana. Ukisema sitarudia, huna muda wa kujifunza. Kwa sababu hutarudia, ubongo una shut down, na siku utakapoamua kufungua, utafungua wakati huo ukuwa na kile kipindi cha kujifunza. Weweka tu, nitajipa muda miezi 5. Nianze kuchunguza kwanza shida iko wapi, ili mwisho wa siku uweze kujua kinachokufanya uumizwe zaidi kwenye mahusiano au kwenye mapenzi ni kitu gani. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana kuchukua hatua kwenye kuzuia kuumizwa. Lakini kitu kingine, pointi ya muhimu, kwani unaumizwa? Hii ni ya muhimu sana. Unaweza kuwa unaumizwa kwa sababu wewe na Mungu unaipoingia kwenye mahusiano unamwacha Mungu. Na Mungu anasemaje? Hakuna amani kwa wabaya. Anaamua kukuletea huyo yingi naye kwa mahusiano, kuvuruga naye. Hiyo inaweza kuwa pia sababu. Unaweza kuizingatia pia kama wewe ni mtu wa Mungu. Ni binti ambaye unamcha Mungu. Kila unapoingia kwenye mahusiano sasa, wewe unachofanya, kama unakwenda kanisani, si ndio? Umekwenda kanisani, kuna vipindi mchana unatoka nje unapiga story na huyo mtu wako. Kwa maana hiyo yeye anapoingia, nafasi ya Mungu inaondoka. Unategemea nini kitakachofuata? Mungu amue kukutelekeza, baki na mtu wako, ama amue kukuokoa, akuvunjie. Kwa lazima uwe na mipaka pia kwenye mahusiano yako na Mungu kwa mtu mwingine, ya kwamba okay, ninapokuwa kanisani, ninapokuwa kwenye ibada, wewe nakujali na kupenda, lakini hapo sitavuka mipaka, ninabaki na Mungu. Ni muda wa vipindi kanisani, hakuna sababu ya kutoka nje kwenda kupiga story na mtu wako. Mna muda, si ndio? Hiyo siku ya ibada imefika, just mpe Mungu hiyo siku, si ndio? Alafu then pangeni siku nyingine, si ndio? Unless otherwise kabisa sio muda wa vipindi. Ni muda wa watu wanajadili mambo yao, na basi na nyinyi mnaweza mkautumia muda kujadili, muda wa mapumziko mnaweza kuutumia, just hapo ni sawa, si ndio? Lakini Mungu asinyang'anywe muda wake kwa sababu ya mahusiano. Ni muda wa usiku, unatumia muda mrefu, hauna muda wa kusali, umeacha kusali. Kama ulikuwa na tabia ya kusali usiku, huna, kwa sababu ya mahusiano. Kiasi nini kitakachotokea? Utaumizwa tu. Taacha, alafu bila kujifunza, ukiingia tena unarudia makosa yale. Kwa hiyo kushindwa kujifunza ndio sababu kuu ambayo inasababisha unaumizwa.
jifunze yanayokuwa yametokea na mahusiano yako yakavunjika. Ukijifunza itakusaidia kuepuka kuumizwa mara nyingi. Si vema kuwa na makovu mengi. Si vema kuwa na makovu, kwa sababu unapoumizwa ile ni kovu linabaki. Unapoingia mtu pia akakuumiza, ile ni kovu linabaki. Unapoingia mtu akakuumiza, ile ni kovu linabaki. Kwa hiyo lazima ujue namna gani ya kupambana, si ndio? Basi ikiwa video hii imekuwa msaada kwako, subscribe, like na share kwa marafiki ambao wanaweza kuwa wameumizwa na hawataki kuumizwa tena, ili Mungu awapatie nafasi nyingine tena. Yes, tunayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Mungu ndiye msaada wetu mkuu, ndiye kiongozi, ndiye rafiki, na ndiye mwenye upendo wa kweli zaidi ya binadamu yote. Siku njema.